Mungu akubariki kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho yangu. Sasa leo nitakwenda kushirikisha kisa hiki ambacho ni cha kweli. Kisa hiki ambacho ni cha kweli. Nilinusurika kisa ambacho nimekipa jina la kwamba nilinusurika kufa. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye kisa hiki, akakuhudumia kwenye ushuhuda huu katika jina la Yesu. Nilinusurika kufa. Baada ya kumaliza form 6, nikiwa muda mwingi ninakaa Mafinga, nilikuwa nafanya shughuli zangu za plumber, nimefanya kazi kidogo za bomba, fundi bomba kidogo, nilikuwa kule Mafinga. Lakini mwezi wa 5 wa 6 niliondoka mimi pamoja na mdogo wangu Noah, tukaenda eneo moja linaloitwa Ismani kwa ajili ya kuvuna. Kwa sababu baba yetu alikuwa amelima shamba kule, na kulikuwa na ekari kama 6 hivi ambazo zinahitaji kuvunwa. Kwa hiyo tulienda kuvuna kule. Tulipomaliza kuvuna nirudi Mafinga, nikaendelea na shughuli zangu mbalimbali. Lakini baada ya kurudi Mafinga nikapata homa. Ambayo ilikuwa inapelekea joto linakuwa juu sana, napumua kwa shida. Kumbuka siku moja nimelala na mdogo wangu Tito. Anaitwa Tito. Kanasema, "Blaza, mbona ni wa moto sana? Mwili wako ni wa moto sana." Sema hamna shida, naendelea vizuri. Baadaye hali yangu ikawa mbaya. Wakaniwekea drip chumbani kwangu. Lakini baada ya kuniwekea drip baada ya drip kuisha nikawa nimepoteza fahamu. Ndipo walivyonikimbiza kwenye hospitali ya wilaya ya Mafinga. Madaktari walinihudumia, na kwa bahati nzuri nilikuwa nakaa jirani na clinic officer. Alikuwepo clinic officer ambaye tunakaa jirani naye. Kwa hiyo niliweza kupata huduma nzuri kwa sababu ya jirani ambaye tulikuwa naye, tuliweza kupata huduma nzuri. Asubuhi yake nikawa nimezinduka. Asubuhi nilipozinduka kulikuwa kuna rafiki yangu ambaye pia alikuwa ameletwa hospitali. Kwa nikaenda kumuona, kampa pole pale. Baada hapo nikarudi kitandani kwangu, na nesi akaja kwa ajili ya akawa ananihitaji kwa ajili ya kuchoma sindano. Nilipochoma sindano nikapoteza fahamu. Watu waliokuwepo wanasema kwamba nilitoa sauti kama ya kusikitika kwamba alafu baada hapo nikawa nimetoa tu macho. Sio kwamba macho yanapepesa, macho nimetoa tu na wala hatikisiki. Kulikuwa hakuna dalili yote ya uhai. Chakula nikawa ninalishiwa puani. Huku kwenye mkojo umeunganisha mirija. Takriban siku 3 nikawa nimepoteza fahamu. Tumaini la kuishi tena likawa limepotea. Wazazi wangu wakawa wamesema mimi ndio mwisho wangu. Baba yangu akawa yupo pale sasa, nafikiri ndio mwisho wangu. Hakuna aliyeamini kwamba ninaweza kuishi tena. Lakini nakwambia wewe, Mungu yupo. Mungu aliyemfufua Lazaro akiwa amezikwa siku 4, huyo Mungu yupo hai mpaka leo. Takriban siku 3 nimepoteza fahamu. Siku ya 3 nikazinduka tena. Hakuna aliyeamini kilichotokea. Habari zilikuwa zimesambaa kijijini kwangu Bumilainga kwamba yule basi wakati wote tutasikia lolote kutoka sasa. Jiandaeni tu wakati wote, jiandaeni. Lakini Mungu hakuruhusu maisha yangu yafupishwe. Mungu hakuruhusu nife kabla ya wakati wangu. Maandiko yanasema, tunaposoma kwenye Zaburi 91:16, anasema, "Kwa siku nyingi nitakushibisha, nami nitakuonyesha wokovu wangu." Kwa nilikuwa sijashiba siku bado. Adui alikuwa amekusudia kufupisha maisha yangu,
Nami nakutangazia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kila mpango wa adui wa kufupisha maisha yako, huo mpango hautafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hautakufa kabla ya wakati wako, hautakufa kabla ya wakati wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwa Mungu akawa amenirudishia uhai. Kwa neema ya Mungu ninaishi mpaka leo. Kwa neema ya Mungu nipo hai mpaka leo. Niliporudi mitaani baada ya kuruhusiwa hospitalini, siku moja nilikuwa niko eneo moja inaitwa Jones Corner, nikakutana na baadhi ya watu wakawa wananiuliza. Wakasema, huyu ni Amon Mandele tunayemfahamu au ni pacha wake? Huyu ni Amon Mandele au ni pacha wake? Kwa nini walisema maneno haya? Hawakutarajia kwamba mimi ningeweza kupona. Hawakutarajia kwamba mimi ningeweza kuishi tena. Nikasema, unayeongea naye ndio Amon Mandele unayemfahamu. Mungu ameniponya, Mungu amenirudishia uhai tena, Mungu amenipa nafasi ya kuishi tena. Amenipa nafasi ya kuishi tena. Kwa mwaka huu 2002 nilinusurika kufa. Na wakati huo nilikuwa nasubiri kwenda chuo kikuu. Na baada ya muda kutoka kwenye kuzinduka kwangu, matokeo ya kwenda chuo kikuu yakawa yametoka na jina langu likawepo pale. Fikiria kwa habari hiyo kwamba jina langu limetoka kwenda chuo kikuu, wakati huo wamekwisha nizika. Kwa neema ya Mungu ninaishi mpaka leo. Kwa neema ya Mungu ninaishi mpaka leo. Nami nakutangazia katika jina la Yesu, hautakufa kabla ya wakati wako. Kila mpango wa adui wa kufupisha maisha yako, huo mpango umevunjika kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akubariki kwa kusikiliza ushuhuda huu, kwa kusikiliza mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako. Wakati wote kaa tayari, usijisahau. Ili ukiondoka mahali hapa, uende mahali salama. Kumbuka mbingu ipo na jehanamu ipo. Ikitokea umekufa ghafla, ikitokea umeondoka ghafla, basi uende kwenye uzima wa milele. Usikubali kwenda kwenye mauti ya milele. Mungu anakubariki katika jina la Yesu. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho haya. Usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kushirikisha marafiki zako ushuhuda huu. Unaweza kushirikisha marafiki zako ushuhuda huu. Unaweza kushare, unaweza comment. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.